nia ya malengo yako ni ipi? Nia ya malengo yako ni ipi? Najua kabisa tuko mwanzoni mwa mwaka, tumeingia mwezi wa pili, lakini bado tuko mwanzoni mwa mwaka. Umeweka malengo mengi, umeweka mipango mingi na unatamani kuona inatimia, inafanikiwa. Unafikia kusudi la mipango na malengo ulionao. Unatamani kuona vitu vinatokea. Unatamani kuona kuna mabadiliko kwenye maisha yako. Unatamani kuona kuna mabadiliko kwenye jamii yako, kwa watoto wako, kwa ndugu zako, kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye kilimo. Unatamani kuona hivyo vitu kwenye nchi yako. Unatamani kuona mabadiliko. Umeweka malengo tofauti tofauti. Je, nia yako ni ipi? Nia yako ni ipi? Na kwa sababu nia ndio itakayodhihirisha kwamba hiki kitu Mungu aruhusu kifanikiwe au kisifanikiwe. Nia yako uliojiwekea. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali sura ya 16 mstari wa 1 hadi wa 3, inasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Hapa kuna kitu natamani tukione, kwenye hii mistari kwamba maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Ndio maana umeweka malengo, umeweka mipango, una namna fulani unatamani kufanya, kuna vitu unatamani kufanya, kuna kitu moyo wako una shauku kukifanya. Umefanya maandalio, ni jambo jema, ni jambo zuri, na Mungu anataka ufanye hivyo. Mungu hataki umsubirie yeye ndo akupangie nini cha kufanya, akupangie malengo. Wewe mwenyewe mwanadamu, Mungu amekupa akili, amenipa akili ya kuweka malengo na mipango ya kuitekeleza katika mwaka huu, ndani ya mwaka huu. Kwa hiyo inatakiwa wewe kama hujaweka malengo, anza leo kuweka malengo, bado hujachelewa. Usimngoje Mungu akuwekee malengo. Mungu hatakuja kuwekea malengo. Wewe mwenyewe unatakiwa uweke malengo. Na ndio maana hapa anasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Umejiandaaje mwaka huu? Nini umeandaa? Nini umekiandaa unatamani kuona kitokee mwaka huu? Katika mwaka huu ni kitu gani umeandaa? Ni kitu gani? Ni malengo gani ulionayo? Mstari wa kwanza namalizia kusema bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Kwa hiyo unaona kitu hapo kwamba nia yako itamfanya Mungu alete jawabu ya kile ambacho umekiandaa. Bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Sawa, umeweka malengo na jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Manake umeenda mbele za Mungu, umemwambia Mungu, ninatamani 1 2 3 kifanikiwe. Au unawaambia watu mwaka huu nimepanga kufanya 1 2 3. Jawabu ya hicho unachokisema umepanga kukifanya mwaka huu inatoka kwa Bwana, na Mungu ataruhusu kitokee kutokana na vitu. Nitakwenda kukueleza vitu vitatu hapo mbele ambavyo vitamfanya Mungu aruhusu jambo hilo litokee. Anasema njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe. Rafiki yangu, njia zote, yani kile ulichokiandaa, malengo uliojiwekea, mipango uliojiwekea mbele zako wewe unaona ni sahihi kabisa. Na ndivyo ilivyo, wala hujakosea na wala hutakiwi kuona kwamba ulichokipanga sio sahihi au sio sawa. Unatakiwa kuona kwamba ulichokipanga ni kitu sahihi na ni sawa, kwamba njia unayotaka kuipitia ni sahihi na ni sawa. Lakini hapa ndo tunakuja kwamba bali Bwana huzipima roho za watu. Hapa kwenye kuzipima hapa kwamba umeweka mipango, umeweka malengo, na wewe unaona kabisa malengo na mipango uliojiwekea ni sawa na sahihi kabisa, na inatakiwa iwe hivyo, kwa sababu usipoyaona malengo yako kama ni sawa na sahihi, huwezi ukafanikisha hata moja, kwa sababu wewe mwenyewe tu huoni kama ulichokipanga ni sahihi.
nani atakuamini? Nani ataamini ulichokipanga? Hakuna. Kwa hiyo wewe unatakiwa ukione hivyo, lakini unapokipeleka mbele za Mungu uwe na uhakika Mungu anakipima. Na Mungu anakipima kwa namna gani? Mungu anapima nia ya ndani ya kwako wewe juu ya hilo jambo unalotamani litokee, lifanyike, litendeke. Nia yako ni ipi? Nia yako ni ipi? Na anaipima kwa namna hii kwamba anaangalia kwamba je, nia yako ni kutaka kuona ufalme, nia yako ni kutaka kuona Mungu anatukuzwa juu ya hilo jambo unalotaka kulifanya? Nia yako ni kutaka kuona Mungu anatukuzwa? Jambo lingine ambalo analiangalia katika nia yako, kuipima nia ulionayo kwamba je, unataka kuona mapenzi ya Mungu yanatimizwa? Mapenzi ya Mungu yanatimizwa katika malengo na mipango ulionayo. Je, katika kutekeleza ikifanikiwa, je, yanalenga kuyatimiza mapenzi ya Mungu au yanalenga kutimiza mapenzi yako? Jambo lingine ambalo Mungu analipima na kuliangalia ndani yako, anasema unataka ufalme wa Mungu ujengwe au unataka ufalme wa Mungu ubomolewe? Katika hilo ambalo unalifanya, kipi ambacho unakilenga? Kwa hiyo Mungu akiona kwamba katika mipango na mikakati ulionayo inalenga kumtukuza yeye, inalenga kuhakikisha mapenzi yake yanatimizwa, inalenga kuhakikisha ufalme wake unajengwa, uwe na uhakika hilo jambo lazima Mungu atalithibitisha. Lazima Mungu atalithibitisha. Na ndio maana mistari ya chini anasema mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Kule umeshaandaa, kuna mawazo umefikiria, umepanga, umeweka malengo na nini, yako kwenye mawazo. Kwa hiyo yanapokaa kwenye mawazo yanaenda mbele za Mungu ili Mungu apate kuyafanyaje? Ili Mungu apate kuyapitisha, kama anaposema bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana, ili Mungu apate kuhakikisha yale uliyoyawaza yanatimia. Lakini kabla hajathibitisha, hajatokea, hajafanyika, hajatendeka, ndipo hapa tunaona wewe unaona kwamba ni sawa, njia zako zote ulizoweka malengo na mipango ni sawa, lakini Bwana huzipima roho, anaangalia nia yako ni ipi. Kwa kwenye nia yako, akishagundua nia yako ni hiyo kwamba unataka ufalme wa Mungu ujengwe, unataka mapenzi ya Mungu atimizwe, unataka Mungu atukuzwe, akiona nia yako iko kwa namna hiyo kwamba ndio hapo unakuja kuona anasema anahakikisha lile ulilowaza linathibitika, kwamba mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Kwa hiyo akishaona nia yako ni safi, nia yako ni nzuri, nia yako ni njema, nia yako ni ya kujenga, nia yako ni ya kuhakikisha watu wanamtukuza Mungu, watu wanasema hakika kweli Mungu, tumemwona Mungu katika mwaka huu, tumemwona Mungu kupitia wewe, yani usingekuwepo wewe, yani sijui tungefanyaje. Kwa hiyo sio lengo la wewe kusifiwa, kutukuzwa, sio lengo la wewe kuchukua utukufu, sio lengo la wewe kutaka umaarufu, kutaka sifa. Rafiki yangu, nakueleza, ukienda mbele za Mungu kwa namna hiyo, Mungu aweza akaruhusu kitu ambacho kinamchukulia utukufu kiweze kutokea kwako, uweze kukifanya na kukifanikisha. Labda usio unatumia Mungu ambaye tunamwamini katika Yesu Kristo, hawezi akakubali kuchangia utukufu na mtu awai yoyote yule. Na pia kitu ambacho anaangalia kisha ipima nia kwamba hawezi akakubali aruhusu jambo litokee kuyathibitisha mawazo ambayo yatakuwa yanauvunja ufalme wake, yatakuwa yana uharibu ufalme wake. Lakini kitu kingine unachotakiwa kujua ni kwamba hawezi akaruhusu jambo lolote litokee, mpango wote ulionao utimizwe, ufanikiwe, ambao haulengi kuyatimiza mapenzi yake, haulengi kuyatimiza mapenzi yake. Rafiki yangu, usichanganyikiwe kwenye jambo hili. Tuko nyakati za mwisho. Kuna vitu vingi unaweza kuona unaona vinaendelea, vinatendeka kinyume na mapenzi ya Mungu, ukaanza kujiuliza, hivi kweli inakuwa kwaje? Hivi kweli Mungu kweli anakubali mambo haya yanafanyika, yanatokea, yanatendeka? Rafiki yangu, hao wanatimiza mapenzi ya Mungu, kwa sababu alisema nyakati za mwisho mambo yatakuwa namna hii, kama unavyoona anavyoendelea. Teknolojia itakuwa kwa kasi. Hayo yote ni mapenzi ya Mungu, yanafanyaje? Yanatimizwa. Unabii unatimizwa, unatekelezwa. Kwa hiyo unapoona Mungu
anaruhusu mambo hayo yanatokea, yanatendeka. Unafanya kitu hata kama ni cha kiovu, ni kibaya, usije ukafikiria kwamba Mungu hajaruhusu. Mungu ameruhusu rafiki yangu, na anaruhusu kwa sababu ili atukuzwe, anaruhusu ili mapenzi yake yatimizwe, anaruhusu ili ufalme wake ujengwe. Kwa maana hiyo sisi ambao tuko katika Kristo Yesu tunapata ile hekima ya kuelewa, kumbe hizi nyakati za mwisho, saa yote, wakati wote Yesu Kristo anarudi. Sio wakati wa kucheza cheza, sio wakati wa kukaa kizembezembe, ni wakati wa kukaa tayari na kumngoja Bwana, maana wakati wowote, siku yoyote Yesu Kristo anarudi. Unaona ni kwa namna gani watu wanavyoendelea kutekeleza maovu na uhalifu na ubaya, wanavyotimiza mapenzi ya Mungu kwetu, wanavyotimiza mapenzi ya Mungu katika kutuonyesha kwamba tuko nyakati gani. Rafiki yangu, sikuombei wewe uwe miongoni mwa wale wanaotimiza mapenzi ya Mungu hafu mwisho wa siku hawataurithi uzima wa milele. Ninatamani uwe miongoni mwa wale watakaotimiza mapenzi ya Mungu na kujenga ufalme wa Mungu na kumtukuza Mungu, na mwisho wa siku wa urithi uzima wa milele. Uwe miongoni mwa wale watu watakaohakikisha imani inaendelea hata Yesu atakaporudi. Maana Yesu aliuliza, je, mwana wa Adamu atakaporudi ataikuta imani? Rafiki yangu, wako watu watakaoendelea kuishika imani mpaka Yesu atakaporudi. Kwa hiyo uwe miongoni mwa watu wa namna hiyo. Huenda rafiki yangu wewe haujampokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sawa, una malengo na mikakati, lakini natamani wakati huu, kama wewe haujampokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na unaona jinsi maisha na mambo yanavyoenenda, tengeneza rafiki yangu. Ni muda wa kutengeneza, ni muda wa kutengeneza mipango yako na malengo yako. Mungu anapoitazama anaangalia hivyo vitu vitatu. Nia yako ni ipi? Kumtukuza Mungu. Nia yako ni ipi? Kujenga ufalme wa Mungu. Au nia yako ni ipi? Kuhakikisha mapenzi ya Mungu yanatimizwa. Kati ya hivyo vitu, nia yako ni ipi rafiki yangu? Na huwezi ukakaa kwenye hivi vitu wakati mwingine kuvitimiza na kuvitekeleza, afu baada ya hapo urithi uzima wa milele kama huko ndani ya Yesu Kristo. Kuna watu wanatimiza mapenzi ya Mungu lakini hawako ndani ya Yesu Kristo. Kuna watu, sio miongoni mwa watu wa namna hiyo. Unatimiza mapenzi ya Mungu afu hautaurithi uzima wa milele. Usiwe miongoni mwa watu wa namna hiyo rafiki yangu. Ninatamani siku ya leo uweze kuamini hakika ya kwamba Yesu Kristo anarudi. Umpokee Yesu Kristo, muamini Yesu Kristo apate kukaa ndani yako, akuwezesha, kusaidie kuhakikisha unatimiza mapenzi ya Mungu, kuhakikisha unaujenga ufalme wa Mungu, kuhakikisha unamtukuza Mungu, na baada ya hapo unaurithi uzima wa milele. Rafiki yangu, nia yako iwe katika kulenga kuhakikisha unafanikisha mambo hayo, katika mambo yote ulionayo, mipango na malengo ulionayo, na Mungu atahakikisha yanathibitika. Hayo malengo ulionayo ukiyaweka katika mkakati wa namna hii wa kuwa na nia ya kutekeleza hayo mambo matatu, ninakuhakikishia Mungu atahakikisha mipango na malengo ulionayo inatimia. Kila ulichopanga kukitekeleza kinatimia, hata kama kingekuwa na vikwazo na vizuizi vya namna gani, Mungu atahakikisha inatimia, atahakikisha inatimia. Rafiki yangu, usiogope, kwa Mungu yote yanawezekana. Hata Daudi kipindi anaenda kumpiga Goliati, hakuwa anaenda kutafuta umaarufu wake, hakuwa anaenda kutafuta yeye asifiwe au utawala au uongozi. Alikuwa anaenda kwa lengo hii: moja, Mungu atukuzwe, Mungu atukuzwe; lakini mbili, mapenzi ya Mungu yatimizwe; lakini tatu, kujenga ufalme wa Mungu. Manake watu wale walikuwa wamemgeuza Goliati kama Mungu, walikuwa wamemgeuza Goliati kama Mungu, lakini Mungu ili atukuzwe, Daudi ndo maana alienda akamuua kwa jiwe tu, ili Mungu abaki kuwa Mungu. Kwa hiyo rafiki yangu, hata kama ungekuwa na mipango mikubwa kiasi gani, kama inalenga kumtukuza Mungu, inalenga kuyatimiza mapenzi ya Mungu, inalenga kujenga ufalme wa Mungu, lazima Mungu ahakikishe unafanikisha jambo hilo, unafanikisha malengo hayo na mipango hiyo, ili yeye apate kujitwalia sifa na utukufu, ufalme wake uweze kujengwa na mapenzi yake apate kutimizwa. Rafiki yangu, hayo yote yanawezekana mbele za Mungu. Kama hujamwamini Yesu Kristo, ninakusihi tena, ni saa yako na wakati wako. Mpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana anarudi.
bado kitambo kidogo anarudi. Wewe rafiki yangu unayesema unamhitaji Yesu, nataka tuombe pamoja. Naomba utanifuatisha maombi haya. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninaomba Yesu unisamehe dhambi zangu zote. Yesu, ninakubali kuanzia leo kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kuniponya. Amen, amen. Ubarikiwe sana rafiki yangu ambaye umenifuatisha maombi hayo. Amini ya kwamba umeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Endelea mbele, usirudi nyuma. Yesu Kristo anarudi. Yesu Kristo anarudi. Endelea mbele, usirudi nyuma. Yesu Kristo anarudi. Zingatia hayo mambo matatu niliyokueleza, ili uweze kuona malengo yako na mipango yako inatimia na inatekelezeka. Mungu anayathibitisha malengo na mipango ulionayo. Asante Mungu wangu na Bwana wangu kwa kutawawezesha watu wako na kuwafanikisha katika malengo na mipango alionayo mwaka huu. Itafanikiwa kwa viwango vya hali ya juu. Kwa Yesu Kristo Mwokozi nimeomba nikiamini. Amen.